Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, ninawasalimu nyote katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa kweli moyo wangu ulikuwa na shauku sana, moyo wangu ulikuwa unawakumbuka, moyo wangu ulikuwa hauna amani hizi siku zote, sikuzungumza na ninyi. Lakini pamoja na hayo namshukuru Mungu kwa sababu kila kitu kina wakati wake. Na kama sikukuwa na nafasi nzuri ya kuweza kuongea na ninyi, basi kuna mambo mengine pia ambayo nilikuwa nikishughulika nayo yalikuwa ni ya muhimu kiasi ya kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kujizuia kuyafanya wakati anasukumwa. Yaani akiwa katika mpango wa Mungu, akiwa katika kutekeleza yale ambayo Mungu anataka yafanye, ingawa yeye anaweza kuwa na nia tofauti, lakini msukumo wa wito wa kile kitu ambacho unashughulika nacho katika mpango wa Mungu, basi hii hauwezi kujizuia kabisa. Ndio maana ingawa sikuwa naongea na ninyi, lakini nilikuwa nikiwakumbuka mwenyewe katika moyo wangu na wakumbuka, lakini sikupata nafasi nzuri ya kuweza kuongea na ninyi neno la Mungu kama vile kawaida. Basi kwa wakati huu namshukuru Baba ambaye ananijalia neema ya kuweza kuwazungumzia tena neno la Mungu, na neno nzuri ambalo ninapenda kuzungumza nanyi ni neno kuhusu kuambatana na neno la Kristo. Kuambatana na neno la Kristo. Basi tutasoma moja kwa moja katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 11, alafu tunaanzia mstari wa 19 ama mstari wa 19. Biblia inasema, basi wale waliotawanyika kwa sababu ya ile dhiki iliyotukia kwa habari ya Stefano wakasafiri hata Foinike na Kipro na Antiokia, wasilihubiri lile neno ila kwa Wayahudi peke yao. Lakini baadhi ya hao walikuwa watu wa Kipro na Kirene, nao walipofika Antiokia wakasema na Wayahudi wa Kiyunani, wakihubiri habari njema za Bwana Yesu. Mkono wa Bwana ukawa pamoja nao, watu wengi wakaamini wakamwelekea Bwana. Habari hizo za watu hao zikafika masikioni mwa kanisa lililokuwako katika Yerusalemu, wakamtuma Barnaba aende hata Antiokia. Naye alipokwisha kufika na kuiona neema ya Mungu, akafurahi, akawasihi wote waambatane na Bwana kwa kusudi la moyo. Mstari wa 24, maana alikuwa mtu mwema, amejaa Roho Mtakatifu na imani. Watu wengi wakaongezeka upande wa Bwana. Kisha akatoka kaenda Tarso kumtafuta Sauli. Hata alipokwisha kumwona, akamleta Antiokia. Akiwa kwa muda wa mwaka mzima, akakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Wakristo wakaitwa kwa mara ya kwanza hapo Antiokia. Bado tukiwa katika kitabu kile kile cha Matendo ya Mitume, acha turudi nyuma tuangalie kwa sura ya kwanza. Sura ya kwanza, kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya kwanza mstari wa 8. Sura ya kwanza mstari wa 8, Biblia inasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Hapa ni ahadi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Anawaambia waamini, ama anaambia wanafunzi wake kuhusu ahadi ya Roho Mtakatifu ambayo watakuja kumpokea. Na
ende tena kwa sura ya 8 mstari wa kwanza. Sura ya 8 mstari wa kwanza, Biblia inasema, siku ile kukatukia adha kuu ya kanisa lililokuwa katika Yerusalemu. Wote wakatawanyika katika nchi ya Uyahudi na Samaria, isipokuwa hao mitume. Eti siku ile kukatukia adha kuu ya kanisa lililokuwa katika Yerusalemu. Adha, kwa wale ambao ni hawaelewi hiki Kiswahili sanifu, ni kama mateso. Adha ni kama mateso. Alafu wakati ule kanisa likapata mateso, kanisa likaingia katika shida, halafu waamini wakatawanyika. Walikuwa Yerusalemu, halafu wakatawanyika katika nchi zingine za Uyahudi na Samaria, na hata wengine wakaenda mbali ya hapa. Lakini neno kubwa ninalotaka kuongea hapa ni kile ambacho kilifanyika, kile ambacho tumesoma katika sura yake ya 11. Ilifanyika nini? Wakati Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa pamoja na wanafunzi wake, kabla hajapaa kurudi mbinguni, aliacha na waahidi kuwatumia msaidizi. Huyu msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu, atakapokuja juu yao watapokea nguvu, nao wakipata nguvu, basi watakuwa mashahidi. Wataanza kumtangaza Bwana Yesu tangu hapo Yerusalemu mpaka Yudea, Samaria na mpaka mwisho wa nchi ama mwisho wa dunia. Hii ndiyo ahadi ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliwaachia wanafunzi wake. Lakini tukifuata historia ya kanisa, tunakuja kuona hawa watu, baada ya kupokea nguvu za Roho Mtakatifu, badala ya kuendelea ama kusambaza Injili, basi wao wakafurahia kukaa pamoja tu hapo Yerusalemu. Na hapa tunaona watu wengine wanakwenda kununua mali zao, waliokuwa na mashamba wakanunua mashamba zao, halafu wakauza mashamba yao, halafu wakaleta zile pesa kwenye miguu ya mitume. Basi wakafurahia kuishi pamoja, kufurahia kusikia maneno ya mitume, lakini hawakujua ya kwamba mpango wa Mungu ni kwamba neno hilo ama Injili isambae, ienee mahali pote. Basi wakafurahia kukaa pamoja, mitume nao wakakuwa wanafurahia kuwahubiri Injili, wakafurahia, wakadumu katika neno, wakadumu katika maombi, lakini habari za mataifa mengine hawakujali. Basi wakafurahia kuishi pamoja. Wakati Mungu aliona ya kwamba hawa watu wala wazo la kutawanyika ama kusambaza Injili hawana, basi Mungu akaruhusu adha ikawajilia. Mateso yakaja kanisani, yaani kanisa likashambuliwa. Na walipopambana na mateso, basi wengi wakasambaa, wakakimbia huko na huko. Wamoja wakaenda Yudea huko, wengine Samaria, na tunakuja kuona wengine wanakwenda huko Foinike, wengine wanakwenda huko sijui Kirene, wengine wakaenda Kupro huko mpaka Antiokia. Basi mateso haya yaliyolipata kanisa, inaonekana kwamba ulikuwa ni mpango wa Mungu, kwa sababu watu ambao hawakusikia usemi wa Kristo katika sura ya 1 mstari wa 8, basi ilibidi wapate kusikia sasa kwa njia ya mateso katika sura ya 8 mstari wa 1. Na hapa tunarudi katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 11. Kwa mstari wa 1 nasema, basi mitume na ndugu waliokuwako katika Uyahudi. Tuanzie mstari samahani. Samahani wapendwa. Tunaanzia mstari wa 19. Mstari wa 19 unasema, basi wale waliokuwa katika basi wale waliotawanyika kwa sababu ya ile
dhiki iliyotukia kwa habari ya Stefano, wakasafiri hata Foinike na Kipro na Antiokia, wasilihubiri lile neno ila kwa Wayahudi peke yao. Hapa kwanza tunaona watu ambao bado wana mafikiri, wana mawazo ya zamani. Unajua Bwana Yesu wakati mwingine alipokuwa ngali pamoja na wanafunzi wake, wakati mwingine aliwatuma akawaambia, sasa ninyi msiende kwa mataifa, ila ninawatuma kwanza kwa kondoo za wana wa Israeli waliotawanyika. Alafu wakashika hilo neno tu, wakasema sasa na hivi, ingawa tumepokea nguvu za Roho Mtakatifu, lakini habari za kuhubiri mataifa hatukuruhusiwa. Yaani wakasahau kwamba Bwana wetu Yesu Kristo aliwaahidi ya kwamba watakapopokea nguvu watakuwa mashahidi wa kumshuhudia katika Yerusalemu, katika Uyahudi, katika Samaria, mpaka mwisho wa dunia. Halafu hawa nao waliosambaa katika Foinike, hawa waliokwenda katika Kipro, hawa waliokwenda Antiokia, walikwenda wakihubiri tu wale walio wa taifa la wana wa Israeli. Lakini habari njema ni kwamba kwa mstari wa 20, lakini baadhi ya hao walikuwa watu wa Kipro na Kirene, nao walipofika Antiokia wakasema na Wayahudi wa Kiyunani, wakihubiri habari njema za Bwana Yesu. Hawa wakaanza kuhubiri kwa mstari wa 20. Baadhi ya hao watu wa Kipro na Kirene nao walipofika Antiokia wakasema na Wayahudi wa Kiyunani, wakihubiri habari njema za Bwana Yesu. Kumbi huko Antiokia kulikuweko Wayahudi wa Kiyunani. Wayahudi wa Kiyunani ina maana ni watu ambao asili yao ni Wayahudi, lakini sasa wamekuwa kama na wenyeji wa Kiyunani, nao wanaishi katika nchi ya mataifa. Na waliposikia hii habari, kwa mstari wa 21 Biblia inasema nini? Mkono wa Bwana ukawa pamoja nao, watu wengi wakaamini, wakamwelekea Bwana. Mkono wa Bwana ukawa pamoja nao, watu wengi wakaamini, wakamwelekea Bwana. Habari hizo za watu hao zikafika masikioni mwa kanisa lililokuwako katika Yerusalemu. Wakamtuma Barnaba aende hata Antiokia. Sasa hii habari ikafikia kanisa huko Yerusalemu. Wakati mitume walipata habari ya kwamba huko Antiokia mataifa nao wamepokea Injili, wamesikia habari njema na mkono wa Bwana uko juu yao, basi wakasema acha tumtume huyu Barnaba aende huko. Tunaweza tukajiuliza kwa nini hawa mitume waligangania kubaki Yerusalemu tu? Kwa nini? Na hawa ndio wamepewa amri ya kwenda ulimwenguni kote na kuwageuza mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Kwa nini wanagangania kubakia Yerusalemu? Mimi najiswali na wewe unaweza ukajiswali, ila hatutaenda nje ya maandiko, bali kile ambacho tunaweza kuzungumzia basi tuangalie vizuri, kisiwe kitu ambacho sisi tunajitungia, bali tuangalie ni kitu gani Biblia inasema. Unajua, hata kwa kwenda kwa Kornelio, huyu Petro, ukianzia mstari wa kwanza wa hii sura ya 11 kitabu cha Matendo ya Mitume, utasikia jinsi gani alishambuliwa na ndugu zake walipopata habari ya kwamba alikwenda kwa mataifa, kwa sababu hawa walikuwa bado wanashikilia ile amri ya Yesu kabla hawajapokea Roho Mtakatifu ya kusema kwamba wabaki Yerusalemu, wasikwende kwa mataifa, wasubiri wapokee nguvu za Roho Mtakatifu. Lakini ajabu ni kwamba hata baada ya kupata zile nguvu za Roho Mtakatifu, baada ya kubatizwa na Roho Mtakatifu, basi wao walifurahia kubaki tu Yerusalemu.
Na kumbe mpango wa Mungu ulikuwa ni kwamba waende hata katika mataifa mpaka mwisho wa dunia, habari njema isambae mahali pote. Unajua, Mungu wetu hataki hata mmoja apotee, bali wote wafikie toba na waokoke. Haya ndiyo mapenzi ya Mungu. Lakini mwanadamu, hata kama yeye ni mtume, yeye sijui ni askofu mkuu, yeye ni dokta, ni bishop, sijui profete, yani nabii, hata kama una kiwango gani cha heshima na cheo, lakini kumbuka wewe ni mwanadamu. Hata kama una wito, wewe ni mtume wa Bwana wetu Yesu Kristo, lakini bado wewe ni mwanadamu, tena mzaifu, ambaye anaweza kachanganikiwa, ambaye anaweza kadanganyika, ambaye anaweza kafikiri mambo yaliyo kinyume ya mapenzi ya Mungu. Ndio maana inabidi tunyenyekee chini ya mkono wa neema, chini ya mkono wa Bwana, ili kwamba atuinue kwa wakati wake. Basi hawa tunaona wanakaa Yerusalemu tu, na hata kama walipata habari ya kwamba neema ya Mungu imewafikia pia mataifa huko, lakini hawakuondoka. Hakuna mmoja wao, wala sio Petro, wala sio Yakobo, wala sio Yohana ambaye alikwenda Antiokia, lakini eti wakakamata Barnaba, wakamtuma Barnaba, yeye ndiye aende huko. Ilikuwa ni vizuri kwa sababu Barnaba pia alikuwa amejarwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Alikuwa ni mtu mwaminifu kabisa, mtu wa haki. Sawa, akaenda huko. Lakini hata hivyo tunaona huyu ambaye alikuwa ni shemasi, huyu Filipo katika Samaria, Mungu naye amemtumia kiajabu. Mtu ambaye alikuwa shemasi, lakini huku anakwenda kuhubiri Injili, watu wanaamini, watu wanaokoka, kanisa linazaliwa. Basi mpaka tena huko Yerusalemu wakafanya shauri ya kuondoka na kwenda huko Samaria, kwenda kutia misingi ya kanisa, kwa sababu walisikia mambo makubwa Mungu aliyoyatenda pamoja na huyu ndugu mtangaza habari ambaye ni Filipo. Sasa wakamtuma Barnaba, naye akaenda huko Antiokia. Na alipofika huko, Biblia inasema alipokwisha kufika na kuiona neema ya Mungu, akafurahi, akawasihi wote waambatane na Bwana kwa kusudi la moyo. Hapa ndipo ninataka kuweka mkazo kabisa. Hili neno la kuambatana ndilo ninapenda tuzungumze, tushirikiane katika neno hili, kuambatana na Bwana ama kuambatana na neno la Kristo. Unajua, ukiambatana na neno la Kristo, basi unaambatana na uzima, kwa maana neno la Kristo ni roho, tena ni uzima. Basi ukiambatana nalo, wewe unaambatana na uzima kabisa. Na ndiyo maana utakuja kukuta katika mji huu ama mahali hapa au kwa Antiokia, ndipo Biblia inasema kwa mara ya kwanza wanafunzi wakaitwa wa Kristo, kwa sababu waliona uzima wa Kristo ndani yao. Watu ambao waliambatana na neno la Kristo, basi maisha yao yanabadilika, mpaka nao wanamfanana Kristo, mpaka mataifa wakawashuhudia hawa waamini ama hawa wanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo, wakawaita jina la Wakristo huko Antiokia. Na huyu Barnaba, Biblia inamshuhudia kabisa kwamba alikuwa ni mtu mwema, amejaa Roho Mtakatifu, tena ni mtu mwaminifu. Eti watu wengi wakaongezeka upande wa Bwana kwa sababu ya ujumbe, kwa sababu ya hii Injili ambayo huyu Barnaba alipeleka huko Antiokia, akawaambia watu waambatane na Bwana. Watu ambao walikuwa wanajitawala, watu ambao walikuwa wanatembelea katika nia zao, katika mafikiri yao, watu walikuwa wakiziendea njia zao kama wanavyotaka, basi wakasikia habari njema ya Bwana wetu Yesu Kristo, huyu ambaye alikuja kutununua kwa damu yake. Basi wakaambatana na yeye, wakaambatana na Yesu. Halafu huyu mtu wa Mungu akafurahi kabisa.
Biblia inasema kisha akatoka kaenda Tarso kumtafuta Sauli. Hata alipokwisha kumwona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa Wakristo kwa hapo kwanza hapo Antiokia. Hapa Barnaba aliona vema aende akamchukue huyu Sauli ambaye ni Paulo. Huyu aliyekuwa mtumishi wa Mungu, ingawa aliona mkono wa Bwana ukiwa juu yake, na akaona kazi ambayo Bwana anaitenda katika mataifa, watu wanamgeukia Bwana, mpaka mwenyewe akafurahia kuona matendo ya Mungu katika taifa lake. Lakini hakuridhika, hakupenda kuendelea, ama hakupenda kufanya kazi hiyo peke yake, mpaka akaamua kwenda kumleta Sauli na yeye, ama Paulo akamleta mpaka huko Antiokia, wakakaa pamoja kanisani. Huyu Barnaba alijua kitu ambacho Sauli alikuwa nacho ndani yake. Alijua wito wa Sauli, alijua huyu naye ameitwa kutangaza habari njema. Unajua, wahubiri wa sasa ndio wanasikiliana wivu. Akiona watu wanamfurahia, watu wanampenda, akiongea watu wanashangilia, wanapiga mikono, halafu hapendi mwingine aonekane mahali pale. Anapenda yeye peke yake ndiye awe anatangaza habari, yeye peke yake ndiye mwalimu mkuu, sijui mtumishi. Anapenda achukue zile sifa zote yeye peke yake. Lakini Barnaba, mtu wa Mungu, tunaona kwamba yeye hakujali kuona kwamba injili anayohubiri inakubaliwa, lakini akafurahia kwenda kumtafuta mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu mwingine ambaye ana upako fulani na yeye juu yake, yule ambaye anaweza kushirikiana naye katika hii huduma na kuinua na kuujenga ufalme wa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Tafakari kidogo kuhusu roho ya mtu wa Mungu huyu ambaye ni Barnaba, mtu ambaye ana moyo wa Mungu, mtu ambaye alikubali kutoa maisha yake kwa kanisa, lakini hakuwageuza watu wa kanisa kama watu wake. Alijua hii ni mali ya Bwana. Mimi niko hapa tu kwa ajili ya kuwasaidia, na kile ambacho nimepewa kwa Bwana ndicho ambacho ninaweza na mimi nikawatolea. Lakini sasa kuna mwingine pia ambaye amepewa sehemu yake. Huyu naye ingekuwa vema niende nikamlete, halafu na yeye aje pia akaweke jiwe lake, akaweke msingi wa imani, kwa sababu huyu ninajua kabisa ni mtu ambaye ameitwa na Bwana wetu Yesu Kristo ili alitangaze jina lake katika mataifa. Huyu mtu wa Mungu akaenda kumtafuta Sauli, akamleta huko Antiokia. Wakakaa huko kwa muda wa mwaka mzima. Biblia inasema walishirikiana na kanisa hapa, wakahubiri kanisa, wakafanya kazi ya Mungu pamoja. Akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Wakafanya kazi pamoja, wakashirikiana katika kutangaza habari njema, wakashirikiana katika kuujenga mwili wa Kristo ambalo ni kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Huyu moyo ndio tunahitaji, na huyu moyo hauwezi kupatikana isipokuwa sisi tunakubali kuambatana na Bwana, kuambatana na neno la Bwana. Unajua, neno la Bwana ndio linatusaidia, ndio linatuongoza. Mahali pengine Biblia inasema neno la Bwana ni taa kwa miguu yetu na ni mwanga katika njia zetu. Unajua, ukiambatana na hili neno hauwezi ukapotea njia. Neno la Bwana likiwa pamoja na wewe, ukiambatana nalo, basi utasikia moja kwa moja kwa nini Bwana wetu Yesu Kristo kawaambia wanafunzi wake, akasema eti baada ya kufanya
kile ambacho mumepelekwa kufanya, basi inueni mikono na kusema, sisi watendakazi wasio na faida tumetenda tu kile ambacho ilitupasa kukifanya. Kile ambacho ilitubidi tukifanye ndicho tulifanya. Sisi ni watumishi tu, tena watumishi wasiokuwa na faida. Kazi sio yetu, na nguvu tunazozitumia sio nguvu zetu. Kile ambacho tunapeleka sio mali yetu, lakini tumepewa ili na sisi tuwapelekee watu wengine. Jina la Bwana libarikiwe. Huyu moyo hauwezi kupatikana isipokuwa tunakubali kuambatana na neno la Kristo. Na tukiambatana na neno la Kristo, moja kwa moja tunaambatana na Kristo. Na tukiambatana na Kristo, basi moja kwa moja pia tunaambatana na maisha yake. Yaani uzima wake ndio utaonekana. Ingawa sisi tu katika mwili, tena mwili mzaifu, lakini tunapochukua uzima wa Kristo ndani yetu, basi na utukufu wa Kristo utaonekana juu ya maisha yetu, kwa sababu tunachokibeba ni kitu cha maana. Sio kitu chetu, bali ni cha Kristo. Uzima wa Kristo ndio utaonekana. Na kama alivyosema Yohana Mbatizaji walipotafuta kumchonganisha na Bwana Yesu, akasema, basi inanibidi mimi nipungue, lakini huyo na azidi. Kwa maana huyo ndiye, mimi siye kitu, na hakuna mtu ambaye anaweza kufanya jambo lolote isipokuwa amelipokea kutoka juu. Basi huyo ndiye aliyetoka juu, basi inabidi ainuliwe, halafu na mimi nizidi kupungua. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu zangu wapendwa, watumishi wa Mungu wenzangu, basi nilitaka tushirikiane katika neno hili. Unajua, kwa maana tukiwa tumeambatana kabisa na hili neno la Kristo, itakuwa rahisi sana kwa wale ambao tunawafundisha, nao watafurahia kujiambatanisha na hilo neno, kwa maana uzima wetu utawavutia, nao watajitoa kwa Kristo, wataambatana na yeye, halafu nao watapeleka uzima wa Kristo mahali pengine. Unajua, kama vile mitume walivyokuwa Yerusalemu na wakaona vyema kumtuma Barnaba aende huko Antiokia, basi unajua, huyu Barnaba na yeye alikuwa ni mtu ambaye amepokea ama ameona kielelezo katika maisha ya hawa mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ikiwa hawa wameambatana neno la Kristo, na waliozaliwa na injili yao, nao pia walipasha kuwa na maisha yale yale. Na ndio maana tunaona watu kama Filipo wanatenda kazi ya ajabu huko Samaria. Watu kama Barnaba wanakwenda kufanya kazi kubwa huko katika mataifa huko Antiokia. Basi na sisi leo inabidi tujifunze kwao. Ndugu zangu wapendwa, watumishi wa Mungu wenzangu, tuangalie vizuri kile ambacho tumeambatana nacho. Najua kuna watumishi wengi wameambatana na roho ya ulimwengu huu, lakini hii nitaiongea katika sehemu ya pili ya hili somo. Hapa ninajua nimeongea mengi na sitaki kuendelea zaidi, lakini tutakuja kusikia maneno ambayo mtume Paulo aliambatana nayo, maneno ya Kristo aliyoambatana nayo, halafu na yeye baada ya kufanya kazi akapenda aache urithi kwa wanawe, watoto wale ambao amezaa katika imani, akapenda na yeye awaachie maneno yale yale yaliyomsaidia, yaliyomfanya awe jinsi alivyokuwa, na yeye akaona vema awaachie wanawe kama vile Timotheo, kama vile wakina Tito. Basi tutaongea hayo katika sehemu ya pili ya somo hili, lakini kumbuka, ninachokazia sana ni kuambatana na neno la Kristo. Tukiambatana na neno la Kristo, tutatembea sawasawa na mapenzi yake, na tukitembea sawasawa na mapenzi yake, basi tutakuwa na raha maishani. Tutajisikia furaha kila siku, tutajisikia kuwa katika matumaini, tutauona uzima wa milele kama vile tayari tumeupokea, kwa sababu uzima wa Kristo utakuwa ndio unatenda kazi katika maisha yetu. Basi niishie hapa kwa siku ya leo. Mbarikiwe sana wapendwa, na kwa wakati ujao ninataka labda uanze na kutafakari kuhusu maneno hayo kabla mimi sijazungumzia, lakini tukiendelea
Tutaendelea katika waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Timotheo sura yake ya 6. Halafu hapo tutasoma kipindi hicho chote na tutasikia kile ambacho mtu wa Mungu aliweza kumpatia ama kumwonya huyu mtoto wake wa imani ambaye ni Timotheo. Bwana wabariki sana wapendwa, tuonane kwa wakati mwingine.